Karibuni sana. Nianze kama ambavyo mlivyouliza swali lenu. Ni kweli na mimi pia nimeona hiyo clip katika mitandao ambayo kiongozi wa baraza la BAKWATA akielezea kuhusu kesi ya mashehe wa Uamsho Zanzibar, akieleza kwamba yeye ndio aliyoshughulikia kesi hiyo na hatimaye mashehe wa Uamsho ikawa wameachiwa kwa sababu ya kazi ambayo alifanya yeye kiongozi mkuu wa BAKWATA. Hiyo clip na mimi pia nimeiona, na kwa kweli nilikuwa naendelea na mambo mengine, sikuipa ule uzito mkubwa, lakini kwa sababu mmekuja nataka ufafanuzi, basi nimeona ni vizuri niwapokee na nizungumzie swala hili. Nianze kuzungumza kama ifuatavyo kwamba swala hili, ndugu zangu, la kesi za ugaidi, hili ni jambo kubwa sana hapa nchini kwetu Tanzania, kwa sababu ni jambo ambalo linagusa haki za binadamu, linagusa uhuru, linagusa heshima ya watu. Lakini swala zito kwa sababu ni swala ambalo linatekelezwa kwa mujibu wa sheria ya kupambana na ugaidi. Sheria hii ni sheria ambayo imeingia hapa nchini kwetu mwaka 1292 na ni sheria iliyopingwa sana na makundi mengi ya haki za binadamu, kwa sababu ni sheria ambayo inakiuka haki nyingi za kibinadamu za msingi, na ni sheria ambayo ilitazamwa moja kwa moja kwamba inawahusu Waislamu, na ilithibiti kwamba ni kweli kwamba sheria hii imewalenga Waislamu, kwa sababu baada ya kupitishwa sheria hii wamekamatwa mashehe wengi sana, walimu wa madrasa, waumini wa kawaida, wengi wamekamatwa kupitia sheria ya ugaidi. Kwa hivyo ni sheria ambayo imeleta madhara. Tukio hili limeleta madhara makubwa. Kwa msingi huo, pale ambapo inapofika viongozi wa Kiislamu tukazungumzia swala la hizi kesi za ugaidi, inatakiwa tulizungumze katika uzito mkubwa. Tuzungumze katika ile mtazamo wa kwamba ni vipi tunaweza tukatatua tatizo hili ambalo lipo hapa nchini kwetu na lenye madhara makubwa. Hatutakiwi kulizungumza kwa namna ya kishabiki au kwa namna ambayo ya mtu kutengeneza kama fursa ya kujikweza, kwa sababu ni jambo ambalo limeleta madhara makubwa sana na bado linatakiwa lisimamiwe na kushughulikiwa. Kwa mimi niliona ile clip ya kiongozi mkuu wa BAKWATA akizungumzia hivyo kwamba yeye ndio aliosimamia kesi zile za Uamsho na mashehe wale wa Zanzibar na hatimaye wakaachiwa. Ndugu zangu, baada ya kusema haya niseme yafuatayo. Kesi hizi za ugaidi zimewagusa watu wengi sana, Waislamu wengi sana, mamia. Zaidi ya watu 500 wamekamatwa hapa nchini na kupewa kesi hizi za ugaidi. Na ni jambo ambalo limekuwa na madhara makubwa sana. Lakini tukio hili limekuwa na usimamizi wa namna mbili. Limekuwa na usimamizi wa kitaasisi, lakini pia limekuwa na usimamizi wa kisheria. Usimamizi wa kitaasisi kwa maana kwamba kuna taasisi ambayo imekuwa ikilisimamia, na kwa maana ya kujua ile hali ya matukio na kufuatilizia, na vile vile huduma za kisheria, huduma za kibinadamu. Yani ipo taasisi ambayo imekuwa ikifanya au ikishughulika na jambo hilo. Na taasisi hiyo ni Shura ya Maimamu Tanzania. Shura ya Maimamu Tanzania ndio ambayo imeshughulikia kesi hizi za ugaidi za Waislamu katika kiwango cha taifa. Yani kila mahala ambapo Waislamu walipokamatwa, Shura ya Maimamu ndio imekuwa ikienda kusimamia mikoani na hapa Dar es Salaam vile vile.
Hilo ni eneo moja. Eneo la pili ni eneo la huduma za kisheria. Huduma za kisheria kumekuwa kuna jopo la mawakili wapatao 9 wakiongozwa na wakili Juma Nasoro, ambapo hawa mawakili wamekuwa wakitoa huduma za kisheria kwa hawa Waislamu waliopewa kesi za ugaidi katika mikoa mbalimbali hapa nchini. Hii kazi ambayo imefanywa na Shura ya Maimamu pamoja na jopo hili la mawakili ni kwa zaidi ya miaka 10 sasa. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo lina utaratibu ambao umekuwa ukilisimamia katika namna hiyo mbili, utaratibu wa kitaasisi lakini pia vile utaratibu wa kisheria. Kwa hivyo ni jambo linafahamika. Yaani hapa Tanzania ni jambo maarufu na katika mifumo yote ni jambo maarufu kwamba Shura ya Maimamu imekuwa ikisimamia kesi hizi za ugaidi, za Waislamu, za tuhuma za ugaidi, lakini vile vile kuna jopo la mawakili ambao wamekuwa wakienda mahakamani kwa zaidi ya miaka 10. Nitaka ili watu wafahamu, na hawa Shura ya Maimamu ndio wenye haki ya kulaumiwa ikiwa kutakuwa kuna kasoro zozote katika kesi hizi za ugaidi. Lakini hawa Shura ya Maimamu ndio wanaostahili kupongezwa ikiwa kutakuwa jambo hili ikiwa limefanyika kwa namna ufanisi, kwa sababu wao ndio ambao wamekuwa wakishughulikia jambo hili kwa muda mrefu hapa nchini kwetu Tanzania. Baada ya kueleza uzito wa jambo hili, lakini vile vile uwepo wa taasisi ambazo zimekuwa zikishughulikia jambo hili, ni vyema sasa tuangalie yale maelezo aliyotoa kiongozi wa BAKWATA akieleza kwamba wao ndio waliosimamia kesi ya mashehe wa Uamsho na hatimaye wakatoka nje. Tuiangalie ile ina ukweli kiasi gani hayo madai yaliyotolewa na kiongozi wa BAKWATA, na ili tuweze kuyaangalia hayo madai kama ni sahihi, mimi nitaizungumza ile kesi yenyewe, ile shauri lenyewe la hawa mashehe, alafu tutapima yale maelezo ya shekhe wa BAKWATA kwa mujibu wa ile kesi yenyewe tutakapokuwa tumeiangalia. Kwanza nieleze ndugu zangu, hizi kesi za ugaidi zina maeneo mawili makubwa. Eneo la kwanza ni lile ambalo serikali huwa inadai kwamba bado inatafuta ushahidi, na eneo la pili ni pale ambapo upande wa serikali umekamilisha ushahidi halafu shauri linaanza kuzungumzwa mahakamani. Haya ndio maeneo mawili makubwa ambayo huwa yanakuwepo kwenye kesi hizi za ugaidi. Hili eneo la kipindi ambacho serikali wanadai wanatafuta ushahidi, hili ndio eneo ambalo ni zito sana kuliko ni lile la kuzungumzwa shauri mahakamani, kwa sababu hizi kesi mara nyingi ni kesi za kutengeneza, ni kesi ambazo watu huwa wamebambikiwa. Sasa kwa sababu lengo ni kuwatesa watu, wakandamiza, basi hiki kipindi cha madai kwamba serikali inatafuta ushahidi ndicho kipindi ambacho hutumika katika kufikia hayo makusudi yao ya kuwafunga watu na kuwatesa watu. Kwa hivyo watu huwa wanapata matatizo makubwa sana katika kipindi ambacho serikali inadai kwamba inatafuta ushahidi, na wanakaa muda mrefu sana katika kipindi hicho cha kutafuta ushahidi. Kwa hivyo hiki ndio kipindi muhimu sana. Hiki ndio kipindi ambacho tunaweza tukajua kwamba nani alikuwa anashughulikia shauri hili, nani ambaye alikuwa anaguswa na jambo hili, nani ambaye alikuwa anashughulikia jambo hili. Ni katika kipindi kicha ambacho serikali imekuwa ikidai kwamba inatafuta ushahidi. Sasa swala hili la kesi ya Uamsho, hawa wamekaa kwenye kipindi hiko karibuni miaka 8 ya upande wa jamhuri wakiwa wanadai kwamba wanatafuta ushahidi. Baada ya hapo, baada ya miaka 8, shauri hili sasa lilikwenda kwenye kusikilizwa mahakamani, likaanza kusikilizwa. Katika kipindi ambacho cha miaka 8, hakuna mahala popote pale BAKWATA walipoonekana kushughulika na swala hili. Hakuna ushahidi wowote ule ambapo BAKWATA ilionekana kwamba wameshughulika na swala hili la kesi hii ya Uamsho au kesi za ugaidi kwa ujumla. Hakuna mahala popote pale. Lakini baadaye tukaenda mahakamani, shauri likaanza kuzungumzwa baada ya miaka 8.
Hawa washtakiwa au hii kesi ya mashekhe wa Uamsho, wao walifunguliwa mashtaka 25 ya kufanya tuhuma za kufanya ugaidi katika maeneo mbalimbali Zanzibar na maeneo mengine yasiyojulikana. Jumla ni kesi au mashtaka 25 waliopewa, na yalianza kuzungumzwa mahakamani. Shtaka la kwanza, upande wa hawa mashekhe walishinda shauri. Shtaka la pili walishinda. Shtaka la tatu walishinda. Shtaka la 4 walishinda. Shtaka la 5 walishinda. La 6 walishinda. Shtaka la 7 walishinda. Shtaka la 8 walishinda. Shtaka la 9 walishinda. Shtaka la 10 walishinda. Shtaka la 11 pia walishinda. Shtaka la 12 walishinda. Shtaka la 13 walishinda. Na shtaka la 14 walishinda. Kwa hivyo walishinda mashtaka 14. Sasa haya mashtaka 14 ambayo walioshinda, haya ndio yalikuwa mashtaka ya msingi katika lile shauri. Mashtaka 11 yaliyobakia yalikuwa ni mashtaka ambayo kwa mujibu wa mfumo wa kesi yalikuwa ni mashtaka ambayo hayawezi kusimama, kwa sababu mashtaka ya msingi yalikuwa tayari yamekwisha malizwa pale mahakamani. Haya 11 yalikuwa ni mashtaka ambayo hayawezi kuendelea kwa sababu hayana msingi wale mashtaka kuendelea nayo. Ilipofikia ushindi huu wa shtaka la 14, ndipo ambapo upande wa jamhuri ulipotamka kwamba wanajitoa katika kesi. Kwa hivyo ninachotaka kieleweke hapa ni kwamba hawa mashekhe wa Uamsho, hawa wameshinda shauri mahakamani. Ile shauri la 14 ndio lilikuwa shauri la mwisho, ambapo haya yaliyobakia yalikuwa mashauri ambayo hayawezi kuendelea kwa sababu ni mashauri ambayo hayana msingi, hayana mahala pa kushika. Ili yaweze kuendelea ni lazima yapate msingi wa haya mashtaka 14 ambayo yameshinda. Ilipofikia stage hiyo ndipo ambapo jamhuri walipotamka kwamba sasa hawaoni haja ya kuendelea na shtaka lolote lile. Nimejaribu kufanya ufafanuzi wa kesi na wakatoka wale mashekhe. Nimejaribu kutoa ufafanuzi wa hili shauri ili sasa watu wapime kwamba yale madai ya kiongozi wa BAKWATA kwamba wao ndio waliopelekea mpaka shauri hili wale mashekhe wakatoka nje. Hiyo kauli yao ilikuwa na nafasi wapi katika shauri hili? Izingatiwe kwamba shauri linapokuwa linaendelea mahakamani, hakuna mtu yote ambaye anaweza akaenda kalitoa lile shauri mahakamani. Hata ikiwa ni rais, hana nafasi ya kulitoa shauri lile mahakamani. Kwa hivyo tunaona kwamba yale maelezo yaliyotolewa na Sheikh kwamba yeye ndo alitoa kauli, watu wakatolewa. Ukirejea katika mwenendo wa kesi mpaka ufike kwenye hukumu, ukuti mahala gani ambapo yale maelezo wanayotoa ya kwamba yeye alizungumza na rais, wakazungumza na watendaji wengine, hatimaye wakatoa tamko ili ile shauri lifutwe. Yani huoni ni mahala gani yale maelezo yanakuja kuingia kwenye shauri. Mashekhe wa Uamsho wamekwenda mahakamani na mashauri yamezungumzwa na wameshinda kesi mahakamani. Kwa madai aliyotoa Sheikh kwamba wao ndio waliopelekea shauri hili liweze kumalizika ni madai ambayo hayana msingi wowote, yani hayana mahala popote penye ukweli pa kushika. Ukirejea mwenendo wa kesi, shauri limezungumzwa na limesikilizwa na limefika mwisho likamalizwa. Labda hapo kuna mambo ya kuzingatia tu. Kwa mfano, tunaweza tukajiuliza maswali. Mashauri yalikuwa 25 na yamezungumzwa 14 na yote 14 wameshinda. Tujalie kwa mfano siku ile walipopelekwa kwa mara ya kwanza kwenye shauri la kwanza, endapo wangeshindwa kwenye ile shauri na wakahukumiwa, yani hayo maelezo aliyotoa mufti, anasema kwamba alitoa mufti wa BAKWATA kwamba anasema toa maelezo, yangesaidia nini? Kwa sababu kwenye shauri la mwanzo hatuoni kwamba kulikuwa kuna kauli yoyote ile ya yeye Sheikh wa BAKWATA pamoja na hao waliotaja. Shauri la pili hatuoni effort yote ile. Ya tatu na yote yani mashauri yamezungumzwa mahakamani, hatuoni. Kubwa zaidi miongoni mwa ndugu zangu la kuzingatia ni kwamba kwenye kesi hizi za ugaidi, katika kesi ambayo ilikuwa na mchuano mkubwa sana, ilikuwa ni pamoja na kesi hii ya mashekhe wa Zanzibar. Kesi hii ilikuwa na mchuano mkubwa mahakamani, na upande wa jamhuri walikuwa wamejipanga kuhakikisha kwamba wanawafunga wale mashekhe wa Zanzibar. Walijipanga vizuri sana. Kwanza
Kitu cha kwanza ni kwamba walifungua mashauri 25. Hii ilikuwa ni kwamba wamejipanga kuhakikisha kwamba katika haya 25 wanahakikisha kwamba wanawafunga wale mashehe wa Zanzibar. Lakini pili, ni namna walivyopeleka kile kikosi cha wanasheria mahakamani. Walikuwa wanapeleka wanasheria wa upande wa serikali, wanapeleka wanasheria 11, na wote hao ni wale wanasheria mawakili waandamizi wa serikali, na walikuwa wanaongozwa na wakili mkuu wa serikali wakati huo Bwana Abi Swalo, ambaye sasa hivi nafikiri ni jaji wa mahakama kuu. Kwa hivyo utaona kwa kiwango gani walikuwa wamejipanga kuhakikisha kwamba wanashinda dhidi ya wale mashehe. Lakini la tatu katika hili ni ule ushahidi waliokuwa wanauleta mahakamani. Walikuwa wanaleta ushahidi mkubwa sana, na katika ule ushahidi walikuwa wanauleta, miongoni mwa ushahidi walikuwa wanaleta, ingawaje ulikuwa ni ushahidi wa kutengeneza, walikuwa wanaleta ushahidi wa silaha kuonyesha kwamba hawa mashehe walifanya uhalifu, ugaidi na hizi ni silaha walizozitumia. Hizo silaha walizokuwa wanazileta sio bastola, walikuwa wanaleta mabomu. Yani wakionyesha kwamba hawa mashehe kina Faridi, kina Mselem, yani walifanya ugaidi na walikuwa wanatumia silaha, na silaha zingine hizi za mabomu. Naeleza hivi kuonyesha ile seriousness ya upande wa jamhuri, kwamba walikuwa wamepanga, hakukuwa na fikra yote ile ya ubinadamu wala ya huruma katika hili, isipokuwa walikuwa wamepanga kuwafunga. Lakini kwa upande wetu sisi Waislamu, maandalizi pia yalikuwa ni makubwa. Upande wa Waislamu tulikuwa tunapeleka mawakili 9 kwenda kukabiliana na wale mawakili wa serikali, na walikuwa ni mawakili wenye uwezo mkubwa na walikuwa wanafanya kazi kubwa sana. Hawa walikuwa wanapelekwa na Shura ya Maimamu Tanzania. Ni taasisi pekee ambayo imefanya utetezi kwenye mashauri ya Waislamu kuliko taasisi nyingine yote Tanzania. Shura ya Maimamu inapeleka mawakili katika kesi hizi za Waislamu kwa muda wa miaka 10 na kidogo. Mawakili zaidi ya 9 wanakwenda mahakamani kwa miaka 10. Hakuna taasisi yote ile. BAKWATA wathubutu kuonyesha wakili mmoja ambaye wamewahi kumtoa huyo kwa ajili ya kwenda kutetea Waislamu, waonyeshe. Au kwenye kesi hizi za ugaidi waeleze ni kesi gani ambayo waliwahi kupeleka wakili mahakamani kwa ajili ya kwenda kuwatetea Waislamu. Mpaka leo hii anasimama kiongozi wa BAKWATA anasema kwamba wao ndio waliwatetea hawa mashehe pale mahakamani. Kwa hivyo tulipeleka mawakili 9, na hawa mawakili walifanya kazi nzuri sana, waliweza kupambana na wakaweza kushinda kesi 14 ambazo ndio kesi za msingi, na hatimaye hawa mashehe wakatoka nje, mashehe wa uamsho. Kwa hivyo kimsingi, ndugu zangu, nilikuwa nataka kutoa ufafanuzi wa lile shauri lenyewe lilivyokwenda, ili watu wafike mahala wapime haya madai yanayotolewa leo hii na viongozi wa BAKWATA kwamba wao ndio waliopelekea mashehe wa uamsho watoke. Madai haya yana msingi gani? Mashiko yake yako wapi? Ukweli wake uko wapi? Swala hili kama nilivyosema kwamba ni swala ambalo limeshughulikiwa na Shura ya Maimamu kwa zaidi ya miaka 10. Wao ndio wakiwahudumia hawa Waislamu kwa huduma za kisheria, wakiwa magerezani wao ndio wanawapelekea chakula. Shura ya Maimamu ndio inawapelekea madawa. Shura ya Maimamu ndio inakwenda kuchukua maiti zao. Kumbuka kwamba hawa baadhi yao wamekuwa nakufa magerezani. Shura ya Maimamu ndio inakwenda kuchukua maiti na wanakuja kuzika huko mjini. Katika hayo maziko ya hawa Waislamu wanaotuhumiwa kwa kesi za ugaidi, haijapatikana hata siku moja kwenye maziko akaonekana kiongozi wa BAKWATA. Hata kwenye maziko hajawahi kufika huko Kanyaga. Leo hii anasimama mtu anasema kwamba wao ndio waliwatetea hawa mashehe wakatoka nje. Hili ni jambo ambalo sisi imetufadhaisha sana kuona kwamba kiongozi wa juu wa dini anaweza kusimama akatoa taarifa ambazo ukiziangalia hazina mahala ambapo zinaonekana kwamba kweli zina usahihi, lakini si kwa namna ambayo ya kutafuta ufumbuzi wa tatizo lenyewe. Hili tatizo kama nilivyosema ni tatizo kubwa, kwamba kuna mateso makubwa, watu wanateswa, wamevunjiwa heshima kwenye swala hili la ugaidi, na linaendelea mpaka leo. Na tumesema hapa kwamba kuna sheria hii ya ugaidi. Badala ya viongozi kusimama wakatafakari namna gani wanaweza kulifanya jambo hili lisiweze kuendelevu, wanatumia matukio ambayo hayawahusu kabisa, lakini kwa lengo la kujinufaisha wao, kwa lengo la kujitaka waonekane kwamba wao ni wakubwa, ni wao ndio wanaendelea. Hii ni makosa makubwa kabisa. La mwisho katika hili,
ambalo nilipenda nitoe kama changamoto kwa kiongozi ambaye alisimama akaonyesha kwamba yeye aliweza kuongea na rais na baada ya siku mbili tu watu wakatolewa. Nampa changamoto ifuatayo kwamba hawa kina Sheikh Faridi hawakuwa peke yao. Hizi kesi zilikuwa ni nyingi sana na walikuwa wamejia hapa na wote wametoka, wamebakia sasa hivi 20 na kidogo kwa hapa, na wanaosimamia mpaka wakatoka hao na wengine wakafungwa na kadhalika ni shura ya maimamu. Lakini ninachotaka kumpa changamoto ni kwamba katika kesi zilizokuwepo hapa za ugaidi kuna baadhi ya watu wamehukumiwa, miongoni mwao kuna watu wamehukumiwa kunyongwa na wengine wamehukumiwa miaka 50, miaka 30. Kuna Waislamu hapo wamehukumiwa miaka 50 Njombe kwa madai kwamba walitaka kupindua serikali na nini hapa wapi hapa, of course nimesahau kidogo, lakini Tunduru ya kuna Waislamu wamehukumiwa Tunduru hapa miaka 50 kwa madai kwamba walitaka kupindua serikali ya Tanzania na kuweka serikali ya Kiislamu hapa nchini. Wamefungwa miaka 50. Ni watu 6. Katika watu 6, watu watatu ni mtu na wanaye, na huyu baba amepata stroke akiwa gerezani kwa sababu ya ile shock ya kukamatwa. Lakini kuna hao ambao waliohukumiwa kunyongwa wako magerezani, na nimweleze kiongozi wa BAKWATA, mufti wa BAKWATA, kwamba miongoni mwa hao waliohukumiwa kunyongwa 9 wako Tanga katika gereza la Maweni nyumbani kwake. Sasa kwa sababu yeye ameonyesha kwamba ana uwezo wa kuongea na serikali, na serikali aliongea nayo ikawatoa hawa mashekhe wa mtu kwa madai yake, tunampa hiyo nafasi, fursa hiyo kwamba ongea na rais ili hawa watoke. Sasa hivi hapa ninapozungumza leo hii, toka Waislamu wameanza kukamatwa na wameanza kuhukumiwa kwenye kesi za ugaidi, misamaha ambayo imeshapita ni takriban misamaha 5 au 6, kitu kama hivi. Misamaha ambayo rais ameifanya. Rais ana uwezo wa kumsamehe mfungwa, hana uwezo wa kumsamehe mtu ambaye alikuwepo mahakamani, lakini mtu akishafungwa rais anaweza kumsamehe, na imeshapita misamaha hapa zaidi ya 5 toka hawa Waislamu wameanza kufungwa. Katika hiyo misamaha hajawahi kuachiwa hata Muislamu mmoja katika kesi hizi za Waislamu. Katika ile misamaha, ni misamaha mikubwa na ina watu wengi, lakini hakuna hata Muislamu mmoja katika hao waliofungwa kwenye kesi za ugaidi ambaye amepata kuchaguliwa katika hiyo misamaha. Kwa hivyo namkumbusha kiongozi, yeye ana uwezo wa kuongea na rais, ashughulikie sasa hili, ili wale Waislamu waliohukumiwa kunyongwa basi itolewe kauli kama anavyosema yeye, ile kauli ya kutolewa kusema tokeni, wakatoka siku ya pili yake tu, basi amwambie rais tena wafanye hivyo hivyo na kwa hawa ambao waliofungwa na waliohukumiwa kunyongwa ambao walioko magerezani. Kwa hivyo kimsingi, ndugu zangu, niseme kwamba jambo hili mimi nimeliona kwenye mtandao na kwa kweli limetufadhaisha sana, kwa sababu Sheikh alikuwa anazungumza jambo ambalo halizungumzi kwa usahihi, lakini anazungumza jambo ambalo hana ueledi nao, na kwa kweli haikuwa ni sahihi kile ambacho alichokuwa anakizungumza. Mashekhe wa Msho kesi wameshinda mahakamani, na wameshinda kwa sababu walikuwa na utetezi mzuri wa usimamizi wa taasisi ambayo ni shura ya maimamu, lakini wameshinda kwa sababu kulikuwa kuna jopo la mawakili wapatao 9 wakiongezwa na wakili Juma Nasoro. Hizi ndio sababu za msingi ambazo zilipelekea hawa mashekhe wa Msho waweze kushinda shauri lililokuwepo mahakamani. Nafikiri kwa ufafanuzi huu itakuwa maelezo ya upande wa pili baada ya yale maelezo yaliyotolewa na kiongozi wa BAKWATA kwamba wao ndio waliosimamia na mashekhe wa Msho wakaachiwa. Basi nafikiri yatakuwa yamepatikana maelezo mengine kutoka kwa wale ambao walikuwa wanasimamia hilo shauri lenyewe. Kwa hivyo jamii yenyewe inaweza ikapima yale maelezo, halafu itafika mahala itaangalia kwamba ukweli wa hili jambo ukoje.